Kenya ilipofikia kwa sasa, naweza nikasema kwamba ni chuki zilizopita na kuvuka mipaka. Ni kwamba mpaka sasa hivi wameweza kumpa jina Dr. Samia Suluhu Hassan, amiri jeshi mkuu wetu wa Tanzania, kwa kumuita Idi Amini mama, kama vile ambavyo tulikuwa tunasikia kwa historia za zamani kwa Idi Amini dada ambaye alionekana kuwa ni dikteta mkubwa hapa barani Afrika. Sasa kwa sasa hivi wameweza kuona kabisa kwamba kwa sasa hivi anayeweza kufuata nyayo basi ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa sasa hivi wameweza kumpa jina la Idi Amini mama. Na yote ni baada ya kuonekana kabisa kwamba kwa kundi la Wakenya ambao waliweza kufanya mahojiano katika vyombo vya habari waliweza kuzungumzia ubaya na ukatili mkubwa, wakiweza kuonyesha dhahiri kabisa kwamba wanamchukia Dr. Samia Suluhu Hassan, tena wakiweka wazi kabisa katika swala ambalo hawatoacha kulizungumzia, basi ni kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni Tundu Antipas Mungu Lissu. Kwa hiyo kwa wanaharakati kutokea Kenya, bado msimamo wao uko pale pale, watashughulikia kesi ya Tundu Lissu na wataendelea kuja Tanzania. La sivyo, kama kutakuwa na majibu kwamba labda wa Kenya wasiji Tanzania, manake pia na Watanzania wote walioko Kenya inabidi waondoke warudi katika nchi yao. Tena wa Kenya wakiwa wameweza kuweka wazi kabisa kwamba kwa sasa hivi wanachokitamani ni kumuona Dr. Samia Suluhu Hassan anafariki dunia na kumwombea pia mabaya. Kwa hiyo yote yamekuwa kizungumzwa katika vyombo vya habari na kuweza kuwasikiliza kabisa kwamba yani wa Kenya kila anachokizungumza na wanaoyazungumza yani yote yamekuwa sio mema katika nchi ya Tanzania. Sasa hivi chuki imekuwa iko wazi, chuki imekuwa iko nje baina ya Tanzania na wa Kenya. Kwa hiyo sidhani kama hili swala endapo likazidi kuendelea kwa kasi ya namna hiyo, manake huenda ule upatano uliotengenezwa kwa miaka ya nyuma na amani iliyokuwepo kwa miaka ya nyuma inaweza ikaribika. Hatujawahi kufikiria, hatujawahi kutegemea kuona Kenya na Tanzania wanaingia kwenye changamoto kama hii. Pengine labda ingekuwa ni nchi ya Kongo tungesema sawa, lakini hakuna mtu aliyewahi kuwaza kwamba Tanzania na Kenya basi wanaweza kuingia kwenye vita ya paka na panya. Hasa ndo haya yanayotukuta kwa sasa hivi katika karne yetu na katika kizazi hichi, na tena nikiwa nazungumzia kwa mwaka 2025 ambao utakuwa ni mwaka usiosahaulika. Na hili nafikiri kwa sasa hivi Kenya limefikia too much is harmful. Yani kwa sasa hivi kila Mkenya amekuwa akimchukia na kumuita Dr. Samia Suluhu Hassan Idi Amini mama, ambaye muonekana kuwa ni best dictator woman katika nchi ya Tanzania. Sasa ukiwa kama mpenzi msikilizaji na mdau, je, unalipi la kuzungumza, unalipi la kusema? Lakini kwa taarifa tulizonazo ndo hizo ambazo zinaendelea kusheni katika mitandao ya kijamii. Hii ni Hot Boy Media, cha msingi tukutane kwenye comment.